Na Mtete, kuna taarifa kwamba Simba wapo kwenye harakati za kumalizana na kocha aitwaye Dimitar Petrov. Hii taarifa imekaaje hii? Yes, taarifa ambazo zimetoka muda huu ama mchana huu ni kwamba Simba tayari wameshamalizana na kocha Dimitar Pantev ambaye alikuwa ni kocha wa timu ya Gaborone United ya pale nchini Botswana. Ni mwalimu ambaye ameonekana kwenye michezo miwili ya kufuzu kwenye hatua za awali, kwenye hatua za kwenda hatua za makundi upande wa klabu bingwa, ambapo Simba walifanikiwa kuwaondosha Gaborone United baada ya ushindi kwa jumla ya magoli 2-1. Mchezo wa kwanza ambao Simba walishinda goli 1-0, goli la Elie Mpanzu, lakini kwenye mchezo mwingine ambao Simba walikuja kutoka sare ya goli 1-1 kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Na hizi taarifa ni za kweli kwa sababu Gaborone United wamethibitisha rasmi kumuaga ama kuachana na kocha wao Dimitar Pantev, raia wa Bulgaria. Moja ya walimu ambao wameonyesha soka safi, lakini moja ya mwalimu ambaye amekuwa na CV kubwa sana kadri siku zinavyokwenda, lakini kwenye vilabu ambavyo amekuwa akipita. Utakumbuka ni mwalimu ambaye amepita pale nchini Cameroon kwenye moja ya club Victoria, aliwapa ubingwa na alimaliza akiwa na msimu mmoja bora sana kwa upande wake, lakini alitoka hapo akaenda Orapa United ya pale nchini Botswana. Alifanya vizuri na tena hakukaa kwa muda mrefu sana wakati yupo Orapa. Ametumikia kwa nusu msimu mwingine akaenda Gaborone United, na alifanya vizuri kwa sababu kwenye mechi zake 9 za mwanzo, mechi hizo zote aliweza kupata ushindi. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye yuko vizuri kimbinu, na tumeona kwenye mchezo ambao walicheza kati ya Simba dhidi ya Gaborone United. Kwenye mchezo wa kwanza watu wanapaswa kuelewa huyu mwalimu hakuwepo kwenye benchi la ufundi, lakini kwenye mchezo ambao ulichezwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa, huyu mwalimu alikuwepo kwenye benchi la ufundi na watu walishuhudia mbinu nyingi sana ambazo zilifanyika, lakini soka safi la kuvutia sana la Gaborone United. Kulikuwa na umamo mwingi sana ambao ulionyeshwa ndani yake. Kwa hiyo nadhani kwa Simba watakuwa wamefanikiwa kumpata mwalimu Dimitar Pantev, mmoja wa walimu ambao falsafa yake kubwa ni timu kushambulia kwa kasi, lakini pia wachezaji kukimbia kwenye maeneo, lakini kuwalazimisha zaidi wapinzani wao waweze kufanya makosa. Kuna Simba kama wanampata huyu mwalimu ambaye tayari ameshaagwa na timu yake ya Gaborone United, basi wanaweza wakawa wamepiga hatua, kwa sababu kuna nyakati unaangalia kwenye wakati kama huu ambao Simba wapo, wanahitaji mwalimu wa aina gani? Kwanza wanahitaji mwalimu ambaye ana uzoefu mkubwa na michuano ya klabu bingwa ama kombe la shirikisho, lakini pia mwalimu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuhakikisha vipaji vya wachezaji vinakuwa siku hadi siku. Yani hiyo ni kazi mojawapo ya mwalimu ambaye ni mkubwa, lakini anaenda kukutana na timu kubwa. Imagine kwenye Simba una mtu kama Elie Mpanzu, tunafahamu uwezo wake. Una mtu kama Kibu Denis ambaye amekuwepo Simba kwa muda mrefu sana na amekuwa ni mchezaji ambaye anafanya vizuri. Una mtu kama Jean Charles Ahoua, mmoja wa wachezaji ambao kwenye msimu uliomalizika amefanya makubwa, lakini mchezaji ambaye ameihakikishia Simba kucheza michuano ya kombe la shirikisho kwa msimu ambao umemalizika. Sajili ambazo wamefanya sajili kubwa sana, sajili ambazo zimeonekana kulipa msimu huu, na mtu kama Rushin kwenye eneo la backline, Chamu Kalabwa, tumeona namna ambavyo siku hadi siku anaonekana kuwa bora zaidi. Joshua Budo Mutale ameonyesha kiwango kizuri sana kwenye nafasi ambazo amekuwa akipewa ndani ya kwanza ndani ya Simba. Kwa hiyo kwa mwalimu Dimitar Pantev, nadhani anaenda kuongeza chachu ya upambanaji, lakini pia anaenda kuiweka Simba kuonekana kubwa zaidi. Unajua hapa katikati kidogo alionekana kama kiwango chao kimeshuka, lakini mimi niwahakikishie wana Simba, huyu kocha ambaye anakuja Dimitar Pantev, bonge moja la mwalimu. Simba wanaenda kuenjoy, yani lile soka biriani, soka sambusa, soka shawarma linaenda kurejea.
Pengine ni vigezo gani ambavyo Simba wameviona kwa kocha huyu? Unaona kwamba ni kocha ambaye anayefaa kuchukua nafasi ya Fadlu Davis? Nadhani Simba wameangalia wakati ambao upo, wakati ambao wanao ni wakati mgumu. Ni wakati ambao wanahitaji kuwa na mwalimu ambaye ana uwezo wa kuboost morali kwa wachezaji, lakini pia kuongeza viwango vya wachezaji ili viweze kukua hadi siku. Unajua Simba wamekuwa kama mayatima sasa hivi. Wameachwa na kocha ambaye walikuwa wanamwamini ni Fadlu kwamba anaenda kuwapa energy ama anaenda kutimiza yale malengo ambayo walikuwa wamejiwekea kwa msimu ambao umemalizika, lakini imekuwa tofauti. Fadlu ameondoka, hajafanya chochote kile cha maana ndani ya klabu ya Simba. Sasa nani ambaye anaweza akatimiza yale malengo ya msimu huu? Ni Dimitar Pantev. Ndio maana wao wamemwangalia ni mwalimu ambaye anacheza soka la kasi, soka la ushindani, lakini ni mwalimu ambaye anatamani na yeye kuhakikisha kwamba CV yake inakuwa, lakini pia anajitengenezea njia akiwa na klabu ya Simba. Makocha wengi sana wamepita hapa katikati, kina Fadlu hao wamekuja hapa, wameondoka, makocha wengi. Kwa hiyo yeye mwenyewe anatamani kuandika CV yake ionekane kuwa bora zaidi, na nadhani kwa Simba wamepata mwalimu ambaye anaweza akawafikisha kwenye nchi ya ahadi. Na pengine ni mfumo gani ambao kocha Dimitar Pantev anautumia ambao utaenda kunufaisha Simba kimbinu zaidi? Nadhani falsafa yake kubwa ni kutumia mfumo ambao makocha wengi sasa hivi wanautumia wa 4-2-3-1, na ni mfumo ambao hata Simba wamekuwa wakiutumia kwa kiasi kikubwa sana. Walimu wengi ambao wamepita ndani ya Simba wamekuwa wakitumia mfumo huo, mfumo wa mabeki wanne, viungo wakabaji wawili, viungo washambuliaji pamoja na mshambuliaji ambaye anasimama kwenye eneo la juu. Kwa mfano ukienda pale kwenye timu ya Gaborone United, watu walimuona yule Tathayon jezi namba 10 namna ambavyo alikiwasha, alikichafua sana kwenye michezo yote miwili. Ni moja ya mastreka ambao wana nguvu sana, lakini watamkumbuka moja ya mchezaji ambaye alikuja kusababisha penalty, Sambade Maponda jezi namba 7, mchezaji ambaye ana kasi, mchezaji ambaye ana nguvu. Kwa hiyo Dimitar amekuwa akitumia hao washambuliaji ambao wana kasi lakini pia wana nguvu. Lakini kwenye huu mfumo, aina ya soka ambalo amekuwa akilicheza ni soka la kuvutia kwa kiasi kikubwa, lakini watu watakumbuka kwenye dimba la Benjamin Mkapa, mimi nilikuwa moja ya watu ambao nilipata nafasi ya kwenda kuiangalia hiyo mechi japokuwa haikuwa na mashabiki. So usioji kwamba niliingiaje, lakini nilipata nafasi ya kuwepo uwanjani. Ni mechi ambayo Simba walionekana kuzidiwa kwa kiasi kikubwa. Sasa jiulize, mwalimu Dimitar Pantev hana wachezaji ambao ni wakubwa barani Afrika. Ni timu ambayo imekuwa ikijitafuta, lakini yeye aliweza kwa kiasi kikubwa kumiliki mchezo mbele ya Simba. Walifika zaidi langoni, walifanya majaribio ya kutosha, na Simba walionekana kuzidiwa sana kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo Pantev kwa mfumo ambao anautumia wa 4-2-3-1, nadhani kuna wachezaji ambao wanaenda kunufaika. Na hapa kina Elie Mpanzu, kina Kibu Denis ambao tumemwona hajapata nafasi sana ya kucheza. Nadhani chini ya mwalimu Pantev anaenda kupata nafasi ya kucheza, lakini pia kina Yusuf Kagoma, kina Kante, kina Kamara. Nadhani wachezaji ambao wanaenda kubadilishwa na kuonekana ni watofauti zaidi, kwa sababu Simba hii ya mwalimu Pantev itakuwa ni ya kasi, lakini pia soka moja la kuvutia sana. Kama watu watakuwa wamelimisi ile soka biliani, soka shawalma, basi niwaambie chini ya mwalimu Pantev linaenda kurejea. Na by the way, mimi nilikuwa na chat naye mwalimu Pantev, ilikuwa na sio kuhusiana na masuala ya yeye kuja Simba, lakini nilikuwa namuuliza aina gani ya soka ambalo amekuwa akilipenda. Unajua, kwanza aliniambia yeye anaamini zaidi kwenye vijana, lakini pia anaamini kwenye soka la kasi na soka la burudani. Na ukiangalia Simba hii ambayo tunaizungumzia ni timu ambayo ina vijana hao ambao yeye anawaamini, ina vijana ambao wanaweza wakacheza soka la burudani. Nani ambaye hajamuona Joshua Budo Mutale kwenye mchezo uliopita namna ambavyo aling'aa?
Nani hakumuona Morris Abraham kwenye michezo hiyo miwili ya ligi, namna ambavyo alionekana kuwa na performance bora sana. Kwa hiyo mwalimu Dimitar Pantev anaenda kufanya mwendelezo ama kuwainua hawa wachezaji viwango vyao, kuhakikisha kwamba wanaimarika zaidi, lakini pia wanakuwa physic ndani ya uwanja, lakini kuhakikisha kwamba timu inapata ushindi na kuweza kufikia malengo. Malengo ya Simba ni kuchukua makombe yote ya ndani, lakini pia kufika hatua ya robo finali kwenye upande wa klabu bingwa, na hayo yote yanawezekana pale ambapo unakuwa na mwalimu mzuri. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu Dimitar Pantev ni mwalimu sahihi, ni mwalimu ambaye anapaswa kupewa muda, na taarifa ambazo zipo ni kwamba amesign miaka miwili kuitumikia Simba mpaka msimu wa 26-27. Bwana, niwaambie tu mashabiki wa Simba, mwalimu Dimitar Pantev hapa mmelamba dume. Hapo yani ni nyinyi wenyewe sasa kuangalia jinsi gani ambavyo mnaweza kwenda viwanjani, kwenda kusherehekea burudani ambayo mlikuwa mmeimisi kwa muda mrefu sana.